Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Leo nakufundisha somo ambalo litakuvusha kwenye maisha yako. Nimekuwa nafundisha juu ya funguo zinazotawala ulimwengu wa roho, na nikakuonyesha funguo ya ufahamu na funguo ya maneno ama matamko. Na tukaangalia jinsi ambavyo ufahamu ndio funguo ya kwanza inayotuleta na kutufikisha mahali ambapo tunaanza kuona ulimwengu wa roho ukiwa halisi kwenye maisha yetu. Na baada ya hapo tukaangalia funguo ya maneno, na tukasema maneno mara ya kwanza yanaonekana kwenye Biblia hayakutumika kwa ajili ya mawasiliano. Yaani sisi maneno ama matamko tunayatumia kwa ajili ya mawasiliano, lakini mara ya kwanza yanaonekana kwenye Biblia hayakuja kwa lengo la kuwasiliana, yalikuja kwa lengo la kuumba. Na ndio maana Mwanzo 1 Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Giza lilikuwa limetanda juu ya vilindi vya uso wa maji. Roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Alafu mara ya kwanza Mungu anasema, haikuwa ni mawasiliano. Mstari wa 3 anasema Mungu akasema. So kwa mara ya kwanza Mungu akasema, hakusema akiwa anaongea na mtu. Kwa mara ya kwanza communication inatokea. Mungu anatamka neno kutoka kwenye kinywa chake, anaumba. Hawasiliani. Mungu akasema iwe nuru. So tukasema lazima tufike mahali ambapo tutaielewa ofisi ya ulimwengu wa roho. Tutauelewa ulimwengu wa roho na tutajua ya kwamba ulimwengu wa roho unaongozwa na matamko na vile vitu tunavyoviachilia kutoka kwenye vinywa vyetu, kutoka kwenye midomo yetu. Na kutokea hapo, ukijua kweli hiyo, itakusaidia kufika mahali ambapo hautakuwa mtu unayesema chochote. Utakuwa ni mtu ambaye una choose maneno ya kusema. So, matter of fact, Biblia inasema uzima na mauti upo katika kinywa, na wapendao watafanyaje? Watakula matunda yake. Mahali pengine anasema umenaswa kwa maneno ya nini? Ya kinywa chako. Maana yake kumbe maneno ya kinywa yanaweza kumnasa mtu. Kwa hiyo kuna wakati lazima ufike mahali unapoona una vitu ambavyo haviishi, urudi kwenye magoti na kumwambia Bwana Yesu, ninaomba rehema, hata kama kuna maneno niliwahi kusema juu yangu ambayo siyajui, kinyume na watoto wangu. Sababu shetani kitu kikubwa ambacho anakifanya, anaweza kukuingiza kwenye shida ili utamke. Alafu wewe ukiwa katika hali ya stress unafanyaje? Unatamka. Na ukitamka, unachokitamka kinakuwa. Hivyo ndivyo watu wanavyoishi katika magonjwa yasiyo na misimu, kwa sababu aliwahi kutamka kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa wangu. Lakini hakuna Mungu aliyewahi kumuumba mtu na mgonjwa. Magonjwa yapo, sasa sikatai yapo, lakini haupo ugonjwa wako. Sasa ukishaupe personalize, unajua usisahau dawa zangu, usinajua ule ugonjwa wangu, ugonjwa unasikia. Kwa hiyo kumbe mimi ni wa kwako. Kwa hiyo unajiunganisha na wewe, kwa sababu tayari umeualika kupitia kinywa chako. Na ndio sababu utakuja kugundua hata Yesu kabla ya kufufuka, pamoja na uungu wake, lakini ilibidi aseme sana kwa habari ya kufufuka kwake kabla hata hajafa, kwa sababu alijua nikifa sitakuwa na nafasi ya kusema ya kwamba nitafufuka. Kwa hiyo bora niseme sasa hivi
nikiwa niko hai, ya kwamba jamani, ndio maana ukiona Yesu kabla hajafa alikuwa anasema jamani, mimi nitakufa lakini siku ya 3 nitafufua. Alikuwa anasisitiza, mjue, yani utagundua watu waliokuwa wanaongea nao ni kama walikuwa waelewi, lakini anarudia tena, sio kwa sababu anawakumbusha. Alikuwa anaongea na nafsi yake, alikuwa anaongea na ulimwengu wa roho, alikuwa analiumba lile tendo ili litokee. Anasema tena na tena na tena na tena. Na ndio sababu mara zote nikisimama kwenye madhabahu huwa nakwambia mambo ambayo tutafanya. Kwani ninyi toka siku ya kwanza kanisa hili si nimekuwa nasemaga mambo haya mkawa mnaniona kama na wasisimua, alafu baadaye mkaanza kuona linatokea. Nafikiri kwa nini wanasema kwenye mic? Kuna wakati siwaambii ninyi, kuna wakati naambia ulimwengu wa roho ili ujue. Kwa sababu najua hapa tumechanganyikana, tuko tunaoamini na tusioamini, tuko tunaoona na tusioona, na wako ambao wasioona by experience na wanaoona kwa kutokuwa na experience. Si kama umenipata. Unajua kuna wakati kuna vitu ukivisema watu ambao hawajawahi kufanya wanaona ni kawaida, kwa wanasema hii inawezekana. Kwa hiyo hao wanaona kupitia kutokuwa na experience. Alafu ukivisema waliowahi kufanya, anakumbuka alivyofanya yeye, anasema mchungaji wewe sasa pastor hii haiwezekani. Kuna mwingine ukisema kitu kinachokuja kwenye kichwa chake, kanisa litakuwa linapata sadaka nyingi sana. Mtu wa Mungu, sio issue ya sadaka, sio issue ya hela. Niwaambieni ukweli, ni issue ya kutiisha ulimwengu wa roho kwa maneno. Alafu ulimwengu wa roho ukisha kutiishwa, hela uwaga zinafuata, zinatokea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Na ndio maana kuna hela nyingine ulitoa hata wewe bila kujua umetoa, na ulitoa kwa lazima. Sema amen. Lakini hayo yote yanaanza na maneno. Kuumba. Kwa sababu nilikuwa nimeshatamka neno ya kwamba sasa tunapumzika. Nakumbuka nilikuwa nimeongea na ninyi, nikasema sasa tunapumzika. Sema pastor, kweli kwa kweli ni hekima kupumzika. Na nikasema ni hekima kupumzika. Nikaenda nikalala. Nilipolala Roho Mungu akaniambia, hiyo sio kazi yako yangu, mimi nataka uendelee. Nikarudi nikaamka nikasema sasa, na nilitamka tu kwa utani, nikasema sasa hapa pote tutapafunika na hilo jengo litakuwa limeisha ndani mpaka mwezi wa 11 unaisha, patakuwa tumeshamaliza. Wakaniangalia wakawa wanacheka. Yaani kuna mtu anataka kusema kitu ila kinafanyaje? Kinarudi ndani. Sasa pastor, ulisema, lakini nikasema sasa nilisema na nimesema tena. Sasa ninachokisema sasa hivi ndio hicho. Now, unakuta ndio yale maneno sasa ndio yana trigger resources zinapotakiwa kuwa. Ninachokufundisha, kuna picha kubwa ya maisha yako ninakupa ujue ya kwamba maneno yana tabia ya kutafuta resources. As long as hilo neno limetoka kwenye kinywa cha Mungu, hilo neno unachotakiwa kufanya ni kuliamini na kusema. Anasema nasi kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa hiyo nalifanyaje? Nalisema. Na sisi tunaamini kwa hiyo tunafanyaje? Tunasema. Na ndio maana na kusema huko sio lazima useme na mtu. Kwa sababu pia moja kati ya kitu ambacho kitakutunza, asante Roho Mtakatifu, moja kati ya kitu ambacho kitakutunza kwenye maisha yako, usiwe mtu usiwe mtu wa kuonyesha kila kitu. Yaani uwe mtu wa kuonyesha matokeo. Ndio maana sisi huwa tuposti ujenzi, tunaposti nyumba iliyokamilika. Kwa sababu kuna nyakati huwa tunavuta vita ambazo hatuna uwezo wa kupigana nazo, kwa sababu tumetaka kila mtu aone na ajue ni nini kinaendelea kwenye maisha yetu. Na sio kwamba hatuna uwezo wa kupigana. Ninyi mnafahamu mimi ni mtu wa vita. Lakini sio kila vita adui anayoisimamisha kwenye maisha yako imekuja. Yani adui sio kila vita anayoileta anadhani anakuja kushinda. Yani adui kuna wakati anasimamisha vita ambayo anajua sishindi, lakini anaisimamisha anyway. Kwa nini? Anachokitaka ni kuja kukupotezea muda. Na asset Mungu aliyokupa ni nini? Ni muda. Kwa hiyo unatumia muda kupigana vita badala ya kutumia muda kutimiza kusudi. Kwa ndio maana ukimya
unapunguza vita, kwa sababu watu wasipojua, watajua nothing is going on. Watu wasipojua, watajua tu mko sawa. Ndio, tuko sawa, mtumishi wa Mungu. Watu wasipojua, watajua unachopitia ndio wanachopitia. Kwa hiyo wote mnafanyaje? Mnapitia. Kwa hiyo wakikuona wanafurahi. Siku wanakuja kuona kitu kime. Hiyo tu ni hekima ya roho. Acha kuongea kila kitu wewe. Watu wa Mungu, mafanikio ya kiroho na ya kimwili yanahitaji ukomavu. Na ukomavu ni pamoja na kuwa na vitu ambavyo ni vya kwako. Ni kuwa na uwezo wa kukaa na vitu ambavyo Mungu amekuwekea. Unashare sana. Sasa kupitia yale maneno, na hili limetokea nikasema kuna wakati, kwa sababu nasema tukiamini tuongee. Naongea na nani? Ongea na watu wako. Yaani kwa mfano mimi kuambia ninyi ni watu wa familia hii, mnatakiwa kujua. Lakini ukiona pia hauna watu wanaokuzunguka wanaoelewa, ongea mwenyewe. Yaani kwa sababu cha msingi ni kufanyaje? Ni kuongea. Unaona kuongea mwenyewe haipo, nenda tafuta kioo, ongea na kile kioo. Ongea nacho, kiambia, kijue kutokea kwenye kanuni ya maneno. Sasa leo nataka nikufundishe hii funguo ambayo inatawala ulimwengu wa roho na inachochea ulimwengu wa roho kumpa mtu matokeo. Inaitwa funguo ya dhabihu. Kuna funguo ya ufahamu, nimekwambia. Kuna funguo ya maneno ama matamko, na funguo ya tatu inaitwa funguo ya dhabihu. Dhabihu ni moja kati ya funguo ama kitu ambacho kinachochea ulimwengu wa roho kumtambua mtu ama kumheshimu mtu. Na ni vizuri ukaelewa ya kwamba ulimwengu wa roho ama wa giza, kwa sababu nimeshakufundisha ulimwengu wa roho umegawanyika kwenye pande mbili. Kuna ulimwengu wa nuru na wa giza. Wote unafanya kazi kwa watu wake. Ila ulimwengu wa roho ama wa giza ama wa nuru, huo una tabia ya kuwatambua watu kwenye maeneo fulani. Na ndio maana utakuja kugundua kuna kitu ambacho kinatokea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati wana wa Skewa wanakemea pepo, ambalo hilo pepo manifestation yake ni ulimwengu wa nini? Wa roho, wa giza. Lakini wamemuona Paulo akikemea, wakadhani anakemea kutokea nje, na wenyewe wakajaribu kufanyaje? Kukemea. Pepo wanajibu, wanasema Paulo tunamjua na Yesu tunamjua. Kumbuka, pepo hawana mwili, ila wanamjua Paulo na Yesu wanamjua. So it has to tell you, ulimwengu wa roho una tabia ya kuwatambua watu wenye mamlaka, hata kama hao watu wenye mamlaka hawapo upande wao. Yule pepo mchafu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 na mstari wa 15, anaandika, anasema yule pepo mchafu akawajibu wakawaambia, Yesu tunamjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Yaani kumbuka, huyo Yesu anayesema wanamjua hayupo. Na kumbuka, kwenye Matendo ya Mitume Yesu ameshapaa miaka mingi, hayupo. Paulo ndo yuko around mazingira haya, anafanya kazi, wanamjua. Lakini ninyi tuko hapa, yani tunaangaliana hapa, yani tuko hapa, lakini Yesu aliyepaa miaka mingi tunamjua. Lakini ninyi ambaye tunaangaliana hapa mnaniambia toka right here right now, hatujuani. Maana yake kujuana hapa ni zaidi ya kujua jina, wewe ni nani, yule ni nani. Kujuana hapa ni rank in the spirit, yani wewe ni nani katika roho. Sasa moja kati ya kitu ambacho kinamfanya mtu kujulikana katika roho ni funguo hii inaitwa funguo ya dhabihu. Na kwa bahati mbaya sana tunaishi kwenye kizazi cha Ukristo ambao dhabihu haijapewa maana. Especially kuna kizazi kinaanza kuzaliwa ambacho kinaaminishwa ya kwamba yani unaweza ukaishi vyovyote na maisha yakawa kile ambacho Mungu amekisema. Wrong. Ya kuna mtu anaamini, unajua Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako, wewe kwa nini uombe?
Hoya. Achaneni na mafundisho manyonge ya namna hiyo. Yaani kuna watu wanaamini, unajua mwenyewe mnaomba sana. Bro, hatujaanza kuomba sana. Ndugu zetu wanaomba mara ngapi? Mara 5 kwa siku. Si tunaomba juma ngapi na juma ngapi? Ijumaa. Na kuna wengine ndio Jumapili ikifika ndio anapukuta Biblia. Anapukuta pale Biblia. Hatujaanza kuomba sana. Sasa tunaaminishwa ya kwamba no, it does not take. Mbona kama wewe yani no, sio ngumu hivyo. Mtu wa Mungu, kweli sio ngumu hivyo, lakini sio rahisi hivyo unavyoiona wewe. Dhabihu ni moja kati ya lugha ama funguo ambayo inaanza kufanya ulimwengu wa roho unamtambua mtu. Kwa sababu pia kumbuka, hata imani yetu ni matokeo ya dhabihu. Hakuna kitu chochote kikubwa kimewahi kufanyika kwenye maisha ya mwanadamu ambacho hakikuambatana na dhabihu. Na dhabihu ndio funguo ambayo ama ndio lugha ambayo inatambulika na kuheshimika kwenye ulimwengu wa nuru na nje ya ulimwengu wa nuru, kwa sababu kuna kanuni huwa zinafanya kazi kwa waliookoka peke yake. Na kwenye haya maisha kuna kanuni huwa zinafanya kazi universal. Yaani hiyo kanuni mtu akidaivu akaishi, ama ameokoka ama hajaokoka, lazima impe matokeo. Moja kati ya hiyo kanuni mojawapo inaitwa kanuni ya dhabihu. Yaani unapoona watu wa Mungu, unapoona leo tunasherekea, tuna mahali petu, tuna jengo letu. Unapoona tunasema tumejenga kanisa ndani ya miezi 3, Mungu ametupa neema. Haya, Mungu ametupa mahali, Mungu ametupa uwanja. Unatakiwa uelewe kuna dhabihu kubwa sana imefanyika. Yaani kuna dhabihu kubwa imefanyika. Yaani mambo ya namna hiyo hayatokei tu kwa kawaida. Lazima kuwe kuna dhabihu. Dhabihu ya watu kujitoa na dhabihu ya kusimamia kile ambacho kimetolewa. Kwa sababu hizi zote ni dhabihu za upande wa pili. Kuna nyakati ambazo unafikiria kupumzika. Yaani kwa kweli kama kuna nyakati ambazo kama mchungaji nilitakiwa kupumzika baada ya tabu nyingi, ilikuwa ni pale tulipopata ukumbi pale na gari zinapaki nje zimejaa. Kitu nilitakiwa kufanya pale, watu wa Mungu, niwaambieni kitu cha namna ya kawaida, ni kuongeza ibada ya pili ili ya kwanza ijae na ya pili ijae. Kwa sababu hakuna namna yoyote sisi tulikuwa tumechelewa. Tumechelewa wapi? Ndio kwanza tuna mwaka mmoja. Yaani hapa hata tukimwelezea Yesu anaelewa kwamba kwa nini hamna eneo la kuabudia. Yesu, tuna mwaka mmoja. Now, sasa it takes a sacrifice. Inachukua dhabihu kutokuwaza hivyo na kusema hapana, ninasikia moyoni ya kwamba nao tunaweza tukafanya hichi kitu, na tukifanya hichi kitu sasa inachukua maisha ya dhabihu, kujinyima, kujikana. Lakini sometimes inachukua dhabihu ya kwamba hata kama nitataka kufanya, nina haki ya kufanya, lakini mimi nilishajiapiza nikasema kama sitakuwa na kiwanja kikubwa cha kujenga kanisa, I'll never drive any Porsche car. Hiyo nadhiri niliweka mimi kwa Mungu. Hiyo nadhiri niliweka mimi, na nilibidi niiweke. Hao watu wa utawala nilikuwa nawaambia sio mara moja. Kwa sababu gani? Najua mimi magari ni mamidoli yangu. Kwa ni rahisi. Unajua kila mtu ana eneo lake. Unajua pastor anatumia hela vibaya, hata wewe unatumiaga vibaya. Sema nakotumia mimi vibaya na unakotumia wewe. Kuna mtu yeye atabana matumizi ikifika kula. Hayo basi, kwani tujibane? Kwa nini? Kwa nini tujibane? Atakula
anakula chakula chai ya shilingi 75,000. Mtu mmoja aseme amen. Mbona kuna kitumbua pale cha 30, kitumbua na kitu kiko vile vile tu. Si kama kuna mtu ananielewa. Wakati mke wangu ana ujauzito mtoto wetu wa kwanza, mnafahamu wanawake wanakuwa na cravings. Alianza kupenda vitu. Akaanza kupenda mishikaki wiki ya kwanza. Akafika mwezi fulani akaanza kupenda baga. Akapenda pizza, alikuwa anapenda pizza. Akaanza kupenda naomba niletee pizza. Nikaangalia kabisa ni mkate tu huu jamani. Ni ngano hii imewekwa tu na nini na tudude. Lakini hiyo nani small hiyo inauzwa 27. Mlo mmoja 27. Nikawaza ile ya 45 akitaka kubwa, maana wako wawili. Akasema angeweza kusema mtoto anataka kubwa. 45. Kipindi hicho namngoja Bwana kwa saburi kubwa sana. Yaani kwamba namtumaini Bwana kama mlima Sayuni. Akili ya Roho Mtakatifu ikaniambia, mtumishi wa Mungu, fanya jambo. Usiliache hili jambo lipite hivi. Na anataka. Nikampelekea siku ya kwanza, kala. Akasema kweli mimi naona hii ndio naweza. Nikasema nimeisha. Siku ya pili tena nimetoka mahali kuhubiri, akasema naomba upitie zile pisa za jana. Nikasema nikaenda sasa this time nikapitia. Nilipopitia nikazichukua nikazisemesha. Ndio nakufundisha sasa. Nikaziambia pisa, ninakuambia katika jina la Yesu hautanifilisi. Nikaziambia hautanifilisi. Kaambia katika jina la Yesu Kristo atakula na hata kutaka tena. Nikapakia kwenye basi nikampelekea. Ni kweli alipiga ile siku, alitapika na ndio wakula tena. Nikasema asante Bwana unayejibu nani anania? Kwa sababu gani? Wakati huo unajua mbona ninawapa tu akili ya kawaida. Wakati huo watu wa Mungu I couldn't afford hizo pizza mpaka mtu anajifungua miezi 9. Mimi mngenikuta sasa mifupa mitupu pale. Nimenyonywa na damu, kila kitu. Mishikaki wa bei kubwa buku. Atakaza 5 ni 5,000 hiyo. 5,000 hiyo ya nini? Pizza. Hapana. Nikaisemea. Kaniambia utamtaka tena, alitapika. Alitapika, kaniambia mimi siwezi tena. Nikasema Yesu, wewe unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Watu wa Mungu waseme amen. Sasa ni nini ninachokuambia? Kuna kujinyima ambako sio ubaili ila ni dhabihu. Ndio nikaona naambia, nikasema no, mimi nishajiwekea kwa sababu najua hivyo vitu ni kitu napenda. Nikajiwekea sacrifice. Nikasema no, I'll never drive any Porsche car if it is necessary at all. Mpaka mahali itakapofika. Na guess what? Mungu ametupa jengo. Mungu ametupa jengo. Mungu ametupa kila kitu. Na sasa hivi kwa sababu niliishi kwenye ile dhabihu. Chochote kinachonitokea hakiwi matokeo ya fedha. Kinakuwa matokeo ya dhabihu. Na ndio maana Mungu anaweza akaita watu kutoka mbali, kwa sababu kuna kitu cha kwanza nilitangulia. So maisha ya dhabihu ni wakati mwingine kuishi nje ya matarajio ya kile kitu ambacho unakiona. Kuna wakati fulani nakumbuka nilikuwa nimeenda mahali fulani Dar es Salaam. Nilikuwa nimeenda kuhubiri kwenye semina fulani. Sasa Mungu amekubariki na jina. Na kwa sababu wanadamu hawaangalii moyo. Wanadamu wanaangalia surroundings. Wanadamu wanaangalia umekuja na nini? Simu yako nini? Unafanyaje? Sasa watu wengi ndio tumeishi kwenye mtazamo wa kupendeza wanadamu watuangalie. And by that time I could afford, lakini nilienda. Wakati tunaenda kwenye ile huduma, kaniambia pastor utakuja. Kwa wana matarajio ya kwa tuliyemwita ni Pastor Fred. Kwa kuna nani atakuja? Nika request bwana.
Na kama mnavyoelewa, ikaja gari yenye mtungi ina mtungi, gari zile za kutumia gesi. Nikaenda nikahubiri neno kule ndani. Sana ondoka, nikajitahidi niwaache, yani wasione, kwa sababu ni request, naona kabisa hii imekuja, hii na mtungi tena. Kwa hiyo najaribu tunaagana kwamba Mungu awabariki sana ili wabaki ndani, mimi niondoke. Sasa wale watu wa Mungu kama walikuwa kwenye mission wananisindikiza. Wakakutana na kitu cha mtungi pale cha gesi. And guess what? By seeing that. Now, sasa si walaumu, lakini that's the reality. By seeing that, wale watu waliokuwa wameniheshimu sana kulingana na namna walivyokuwa wameniona, wakanishusha sana kiasi kwamba hata siku naondoka hawakujua naondokaje, hata kuniaga hawakuniaga, hata tu kuniambia Mungu akubariki pastor, hata kwa bahasha ya maji ya kunywa hawakufanya hivi. Lakini namna walivyoniita, walikuwa wanauliza tunakukatia business au tunakukatia tiketi ya kawaida. Ndio namna walivyoniita. Lakini namna nilivyotoka. Now, sasa nilijisikia vibaya, lakini for me I say this is part of my sacrifice to God kwa ajili ya kuhudumia haya maisha ya hawa watu. Kibinadamu nilijisikia vibaya, lakini ilikuwa ni sehemu ya sadaka yangu. Lakini ninachokufundisha ni dhabihu. Sasa watu wa Mungu, dhabihu sio sadaka. Kuna tofauti kati ya sadaka na dhabihu. Ngoja nikupe andiko. Sadaka inatuonyesha kwenye kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Tuangalie hapo. Hii tunayoona ni dhabihu. Wakorinto wa pili sura ya 9 na mstari wa 7. Anasema kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpendaye yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo sadaka ni hii hapa, ya kwamba kila mtu anatenda kwa kadiri alivyokusudia moyoni mwake. Na aina ya utoaji wa agano jipya kwenye sadaka yoyote ya fungu la 10, chochote unachotaka kutoa, lazima ili kikubalike mbele za Mungu kitoke kwa moyo, yani ulichokusudia kutenda. That is offering. Lakini watu wa Mungu, inapofika kwenye dhabihu, dhabihu sio kitu ulichokusudia. Na hichi ndio nataka nikifundisha leo, kwa sababu kina maeneo mbalimbali. Kwa sababu kwenye hiyo eneo hilo unafanya kulingana na uwezo ulionao. Lakini napofika kwenye dhabihu, dhabihu ni kitendo cha kufanya kwenda zaidi ya ile ziada ya kawaida. Sasa ngoja nikuonyeshe. Tunaposema dhabihu, dhabihu ni kitu gani? Eneo la kwanza, tunaposema dhabihu, natamani uone mambo kama matatu ambayo yatakusaidia. Dhabihu, jambo la kwanza ni tendo la kulipa gharama. Tunapoongelea juu ya dhabihu, dhabihu ni nini? Ni tendo la kulipa gharama. Yani unafika mahali uko tayari, sio kufanya kawaida, lakini kulipa gharama, ambayo hii tunaiona kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza, ule mstari wa 20, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21, mstari wa 22 mpaka 24. Tunaona hapa dhabihu ni lazima uwe na uwezo wa tendo la kulipa gharama. Kwa hiyo unapochagua kuishi maisha ya kulipa gharama, yani watu wote wanafanyaga hivi, lakini mimi sitafanya kama watu wote, maana yake umetoka kwenye kundi la watu wote, umekubali kulipa gharama. Na ndio maana katika kundi la watu wengi wanaofanikiwa ni wachache, kwa sababu wale wachache huwa wamekubali kutoka kwenye mtazamo wa wengi na kwenda kwenye mtazamo wa watu wachache. Kwa mfano, ni kulipa gharama. Unaingia kwenye ofisi ambayo kila mtu amekopa gari. Sasa kukopa, okay, niseme vibaya, mimi I don't believe in that, na nyinyi mnajua. Lakini swali la msingi, ni lazima na wewe ukope gari? Ilo umeingia kwenye ofisi ambapo kila mtu anaendesha gari, na wanakwambia bwana, sisi tumekopa, mbona bwana hata lile. Kabla ya kufanya kitu ambacho watu wote wamefanya, swali la msingi, ni lazima na mimi nifanye watu wote? Sasa unaposema moyoni mwako sio lazima, na kuamua kuto kufanya, hapo umejidhabihu, ambapo ndio tendo la kufanyaje? La kulipa gharama.
Unaona sasa kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka 22 anasema ndipo Daudi akamwambia Arauna. Hapa ni wakati ambapo Daudi ameenda amehesabu watu Mungu akumwambia, na imetokea tauni. Sasa Daudi anataka kureconcile na Mungu, anataka kutoa sadaka mbele za Mungu kwa ajili ya jambo hili. Akafika mahali akauona uwanja mzuri wa kutolea sadaka, na anataka kutoa nini? Sadaka. Biblia inasema mwenye kile kiwanja alikuwa anaitwa Arauna Myebusi. Akataka kumpa Daudi ule uwanja, kwa sababu Daudi ni mfalme. Na kila mtu niangalie mimi kwenye macho, kwenye nchi za kifalme kitu chochote kizuri ni mali ya nani? Ya mfalme. Anything good belongs to the king. Arauna kwa kujua hiyo principle anasema, ndipo Arauna akamwambia Daudi, ndipo Daudi akamwambia Arauna, unipe mimi mahali hapa pa kiwanja hichi, ili kwamba nimjengee Bwana madhabahu hapa. Nimjengee Bwana madhabahu hapa, kwa thamani yake kamili utanipa, ili kwamba tauni izuiliwe katika watu. Mstari unaofuata 1, 2, 3, kila mmoja sema. Anasema kitu gani? Soma. Ujitwalie Unaona, Arauna mtu mzuri sana. Daudi ameomba kiwanja, Arauna anamwambia hivi ujitwalie bwana wangu mfalme, ufanye yaliyo mema machoni pako. Anasema tazama, ng'ombe kwa sadaka za kuteketezwa, vyombo vya kupulia kuni na ngano na sadaka ya unga, na zitoa zote. Manake Daudi ametaka kiwanja, anasema ukitaka unga nakupa, kuni nakupa, vitu vya kuwashia moto nakupa, na kiwanja nakupa. Lakini angalia, kuna kitu ambacho kinatuonyesha mstari unaofuata. Anasema kitu gani? Mfalme Daudi akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitafanyaje? Nitazinunua kwa thamani yake kamili, kwa maana sitamtwalia Bwana kilicho chako, wala kutoa sadaka ya kuteketeza isiyo na gharama. So unaona kinachomstand out David nje ya watu wengine, mpaka Mungu anasema nimempata David aliyeupendeza moyo wangu. Moja kati ya kanuni tunaiona, Daudi alikuwa ni mtu wa dhabihu. Maana yake inafika mahali ningeweza kupata bure, ningeweza kutoa bure, lakini nitakuwa nimefanya dhabihu ya namna gani ambayo haina gharama kwenye maisha yangu. Ndio Daudi anasema hapana, sitavitoa bure. Na wangapi wanakumbuka siku ambayo nilikufanyia mahesabu ya Daudi sadaka aliyoitoa hapa? Ilikuwa ni ngapi? Ilikuwa ni bilioni ngapi watu wa hisabati? Kimsingi nilikufanyia rate. Leo siwezi ngofanya kwa sababu wakati ule nilibidi nifanye rate ya dhahabu ya siku ile. Sasa watu wa dhahabu mnaelewa, dhahabu zinapanda na kushuka every day. Sasa rate ya dhahabu ya siku ile Daudi alikuwa ametoa sadaka ya mabilioni. Mahali ambapo mtu alimwambia mfalme, sio issue tu ya sadaka, sio tu sehemu ya sadaka. Yaani Daudi anachokisema alitakiwa atoe ile sadaka, si ndivyo? Alafu huyo mtu ampa, anasema lakini no, sitafanya hicho kitu. Lakini ukiangalia tofauti ya Daudi na mtu mwingine, kuna kitu ambacho unakiona, jambo hilo ambalo Sauli alitakiwa kufanya. Na Sauli anaambiwa ukienda kwenye vita ua kila kitu, usiache kitu. Ila Sauli anajua mimi natakiwa kutoa sadaka, sijatoa sadaka muda mrefu. Badala ya kutoa sadaka kutokea kwenye mali yake, anaamua nikienda kwenye vita nikipigana, kitu ambacho Mungu ameniambia ni uwe, nitateka, nikishateka nitakileta nyumbani kwangu, alafu ndio nitaenda kukitolea sadaka. Kama ambavyo wewe unasema pastor, kwani fungu la 10 siniwape tu wahitaji? Wewe ukimya na upenda, kwani fungu la 10 siniwape tu wahitaji? Mtu wa Mungu, fungu la 10 sio lako. Kama una mzigo wa kuwapa wahitaji, wape kutokea kwenye hela yako. Ya kwako ni 90,
10 ya Mungu. Na ndio maana Mungu kwenye fungu la 10 hasemi toa, anasema leta. Kuna tofauti kati ya toeni na leteni. Huku nyingine anasema mtamtolea Bwana sadaka, lakini kwenye fungu anasema leteni, maana yake that is not yours. Hicho sio cha kwako, hicho ni cha mtu mwingine. Hiyo 90 ni ya kwako. Kwa hiyo kama una moyo wa kusaidia wahitaji, ni kwenye 90. Wanataka nipige sio kama unanielewa. Kwa hiyo dhana ya dhabihu ambayo ilithibitika kutokea pale ilikuwa ni kwa sababu Daudi alikuwa na nafasi ya kuchukua kitu cha bure na kukifanya kwa namna ya bure, lakini Daudi akasema hapana, sitafanya bure, kwa sababu mimi nataka kama sehemu ya dhabihu nimtolee Bwana kitu ambacho kimenigharimu, kimeniuma, kimefanya, yaani lazima ni feel kwamba nimetoa. Sasa tunaona hapa, hiyo ndio maana ya dhabihu. Dhabihu ni kujitolea, dhabihu ni kufanya. Dhabihu, nimekwambia jambo la kwanza, kitu ambacho unakiona ndio hicho tunakiona Daudi anakifanya, ni tendo la kufanyaje, la kulipa gharama. Na mtu wa Mungu, kwenye maisha ya kiroho na ya kimwili lazima kuna mlango haufunguki mpaka umelipa gharama. Mpaka umelipa gharama, haiwezekani. Na ndio sababu kuna mtu anasema, kwa nini tunaamka saa 11 kuomba? Ni tendo la dhabihu. Kwa nini tufunge siku 21? No, sio Mungu, lakini ni kanuni ya ulimwengu wa roho ya sisi kujidhabihu. Kanuni ya ulimwengu wa roho ya sisi kudhabihu maisha yetu. Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Ujue ya kwamba kuna mahali hautavuka bila kujidhabihu. Watu wa Mungu, sikilizeni niwaambieni, watu wote mnaoona wamefanikiwa, wametajirika maeneo mbalimbali kwenye maisha yao, ni matokeo ya dhabihu. Wakati wengine walikuwa wanavaa nguo bila kuwa na bajeti ya nguo, akiona kila nguo anasema hii ni shingapi, wanamtajia nipe. Hii shingapi, wanamtajia nipe. Hii ni shingapi. Kuna mtu anavaa nguo ile ile, alichokifanya tu amechagua rangi ambazo sio common, na mashati yake mawili na suruali zake 2, anabadilisha. Dhabihu hiyo ni mwaka wa kwanza atavaa, ataenda ataongeza suruali ya 3 atavaa. Nyinyi mtasema yule hapendezi, lakini baada ya miaka 3, baada ya miaka 4, ile dhabihu inazaa mtaji wa kitu ambacho kinaweza kufungua duka la nguo wakati wewe bado unaendelea kutafuta nguo. Nani ananielewa? Sema amen. Nani ananielewa? Sema amen. Hiyo ndio dhabihu inachoweza kufanya. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, lugha inayowapaga watu matokeo, heshima, ni dhabihu. Tafuteni hata hao watu ambao hata kwenye secular world wamefanikiwa, utakuja kugundua ni watu wanajidhabihu. Kuna mtu kweli ni mwanamuziki, lakini unaona jamani, this guy is doing too much. Mmekuona hivyo eh? This guy is doing too much. Yani anafanya, yani amepewa aimbe tu nyimbo moja. Hey. Ni kama anakufa kesho, anashambulia mikono juu, anaruka. Afu kuna mwingine tu ameshika hivi, ruka, cheza, kulia, kushoto. Watu wamekuja, mabodyguard. Unajiuliza hao wote wa nini? No. Kuna kitu inaongea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna watu woga wanaanza ku stand out. Lakini bahati mbaya tu kwenye kizazi ambacho kinapenda matokeo ya haraka, kizazi cha uvivu. Ndio maana siku hizi hata mambo yanayosherekewa ni ya uvivu. Akili zetu ni kama zimelazwa, yani hakuna tena sacrifice. Nataka nikwambie, ulimwengu wa roho unaheshimu dhabihu, na ulimwengu wa roho unajua kuhusu dhabihu. Wale ambao mnatafutaga mabango ya Freemason mtu wa Mungu hata shetani hayupo mchovu hivyo. Yani kuna ukitaka kutajirika kwa hivi jamani,
Wewe uone tu hata lile bango linaonyesha tu mtu ana njaa. Yaani ameprint ka A4 pale, karatasi ameprint hivi wana print shilingi ngapi? 30? 100? 100 hiyo ni colored. 50, karatasi la 50 ameliweka pale. Kaandika, je, unataka kuwa tajiri? Je, unataka kuendesha magari? Je, piga namba hizi. Alafu na wewe ulivyomjinga eti unaenda unapiga na. Ngoja nikwambie, hata shetani hataki watu wenye akili kama hiyo. Yaani shetani mwenyewe anafanya kazi na watu ambao wako serious. Sembuse Mungu. Mbona kama mmenichukia? No, sio hivyo. Sio hivyo. Yaani tu iwe rahisi hivyo? Hapana, mtu wa Mungu, sio hivyo. Hata hao mashetani wenyewe wanatafutaga mtu mwenye kianzio. Kwa sababu kanuni ya ulimwengu wa roho inasema aliyenacho atazidishiwa, asienacho. Na ndio maana angalia, hata hao mnaozaniaga wameingia, wanakuaga kwanza wanajuhudi kwanza. Ulimwengu unaona hii jamaa ana juhudi, huyu atatusaidia kwenye kazi. Hawachukui yoyote tu, mtu tu habari na amka linarudi kulala tena, linabadilisha tu mipo. Hapana. Kwa hiyo nacho kufundisha ni nini? Bila dhabihu hakuna matokeo utakayoyaona. Sasa dhabihu hii nimekwambia inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho na kwenye maisha ya kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho, how do we sacrifice ourselves? Namna gani tunajidhabihu? Ndio tunafika wakati sasa tunapoitisha yale maombi. Mtu wa Mungu, niwaambieni ukweli, mimi ni mchungaji na namshukuru Mungu, hata nyinyi mnafahamu mimi naomba. Lakini hakuna siku ambayo mwili uaga unanisupport. Amka kuomba. Na ndio nikaelewa lile andiko Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Warumi sura ya 12 mstari wa 1 anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Alafu kwenye ile dhabihu mstari wa 2 anatuambia lakini kwenye dhabihu hilo wala msifuatishe namna ya dunia hii. Manake wakati duniani wana dhabihu yao wanayofanya, lakini sisi kuna kitu. Sasa kuitoa miili kuwa dhabihu ni pale ambapo kabisa usingizi, hapo ndio umekuja na kila kitu kinakwambia mtumishi lala. Ni Mungu alifanya kazi siku ya 6 ya 7 akapumzika. Unapewa na andiko pale unaposikia kulala, alafu unaamua nitainuka niombe. Umeongea lugha ya dhabihu katika ulimwengu wa roho. Pale ambapo unasikia jamani, mbona kama ninahitaji kupumzika, alafu roho Mungu anakuambia ingia kwenye mfungo, unasema nitaingia kwenye mfungo. Umeongea lugha ya dhabihu kwenye ulimwengu wa roho, na hiyo lugha maana yake umemtolea Bwana kilichokugharimu kitu fulani. Katika jina la Yesu ninatamka juu ya maisha yako, Mungu atakupa neema ya kuanza kutembea kwenye lugha ya dhabihu katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nasema Mungu atakupa neema ya kutembea kwenye lugha ya dhabihu katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Tunaposema tutakuwa tuna maombi siku 3 saa 11. Hayo maombi tunapiga saa 11 alfajiri. Jioni tunarudi tena. Kuna mtu anasema pastor, mbona Mungu anasikia? Si asubuhi tuliomba. Tunaporudi jioni ni nini tunachosema? Lugha ya dhabihu. Nataka uelewe kwa nini kuna mambo huo wanafanya. Nataka uelewe kwa nini kuna mambo huo wanafanya. Na ndio maana usitegemee kuwa na matokeo sawa na mtu ambaye anajidhabihu. Lugha ya dhabihu. Daudi anasema siwezi kutoa kisicho ni gharimu kitu. Maana yake pia Daudi anatufundisha hata kama kuna moyo wa kupenda, lakini ndani ya moyo wa kupenda lazima Mungu kuna kati atataka lugha yako ya dhabihu. Na kuna maeneo hauwezi ukapanda kama haujaishi maisha ya kujidhabihu. Mtu anaelewa aseme amen. Jambo la pili, dhabihu ni kitu gani? Dhabihu ni uwezo wa kujizuia huku ukiwa na nguvu ya kuamua. Dhabihu ni uwezo wa kujizuia wakati una nguvu ya kuamua. Na eneo hili ni vizuri ukaelewa limegawanyika kwenye maeneo mbalimbali sana ya maisha yetu. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa nguvu na nafasi ya kuamua juu ya maisha ya watu wengine. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa nguvu ya kuadhibu watu. Lakini kuna wakati dhabihu
unaamua kushuka, na unajua ukishuka watakuona mjinga. Watu wa Mungu, utaona kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 wa 17, baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, right away kwenye mistari hii miwili anatambulisha lugha ya dhabihu. Sasa pastor, dhabihu iko wapi hapa? Maana wewe unatafutaga neno dhabihu. Asema Bwana Mungu akafanyaje? Akamtoa huyo mtu katika bustani ya Eden, akamweka afanyaje? Ailime na kuitunza. Akamweka ailime na kuitunza. Utaona mstari unaofuata 1, 2, 3, soma. Anasema kitu gani? Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Kumbuka Mungu amepanda matunda mengi, alafu katikati ya mti wa uzima kuna mti wa uzima, matunda mengine kuna ndizi, makomamanga na matunda mengine unaweza kuyataja. Alafu kuna tunda anasema usile. Hilo tunda ambalo usile na lenyewe lipo hapo hapo bustanini. So mimi nilikuwa nawaza, Mungu si hautaki nile, kata ili tunda, kata mti ungeenda nao tu labda, au tutengeneze daraja niwe navuka pale. Na haya matunda yote si umeshanipa? Manake balance diet yote iko hapa, kila kitu naweza nikashiba hapa. Kwa nini tena uniwekee mti? Unanitega. Sio mtego. Mungu alikuwa anatambulisha lugha na dhana ya dhabihu, ya kwamba kwa mara ya kwanza na muumba mwanadamu anamwambia, maisha yako lazima uwe na uwezo wa kujizuia kwenye maeneo ambayo ulikuwa unatamani na una nguvu ya kuyafanya, lakini ulimwengu wa roho, since unaelewa lugha ya kujidhabihu, lazima uwe na uwezo wa kujidhabihu. Kwa hiyo Mungu anachokitambulisha hapa ni lugha ya ulimwengu wa roho ambayo mwanadamu atatembea nayo kwenye maisha yake, ambayo ni lugha ya kufanyaje? Ya kujidhabihu. Nikwambie Mungu anachokufundisha hapa, kuna mambo kwenye maisha yako utataka yatakuwa ndani ya uwezo wako, lakini utatakiwa kujizuia. Wewe huwezi ukapenda kila mtu. Huwezi kuwa unatongoza kila mtu, usiniangalie hivyo. Huwezi ukataka kumuoa kila mtu. You can't. Na malengo. Wewe huwezi kuwa na malengo na kila mtu. Umekosa lugha ya kufanyaje? Ya kujidhabihu. Umekosa kujizuia. Kuna vitu vingine ni vizuri unaviona kwenye maisha yako na unaishia kumtukuza Mungu kwamba hichi ni kizuri lakini sio changu. Wenye mnaosemaga mke wangu ni mzuri kuliko watu, nadhani tunamaanisha? Asa mbona mnaniangalia macho mabovu hayo? Kwani hata wewe mume wako ni mzuri kuliko watu wote? Kwamba mume wangu ni mzuri, tunamaanisha? Hizo ni lugha ambazo Mungu ametupa tusogeze siku, sema amen. Eleweni hicho kitu kwenye kichwa chenu. Nyewe msimkaelewe, kwa sababu unavyoona hivyo unaona ndio mtu, na ndio tumewapoteza vijana wengi hivyo. Kwa hiyo sijawahi kuona mwanamke kama huyu dunia nzima. Dunia nzima ipi? Hii kinyambo hii. Ni dunia hii. Uwezo wa kucontrol appetite yako ni dhabihu. Kuna vitu utaviona, utavitamani, lakini utaitiisha tamaa yako, ni dhabihu. Hauwezi ukaenda na kila trend inayoenda duniani. Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe uwezi ukafaa kila fashion. Haiwezekani.
Hauwezi ukavaa kile kiatu, haiwezekani. Kuna wakati inabidi unafika mahali unautiisha mwenyewe kwamba nafikiri ninayo hela ya kununua hii suti, lakini nafikiri sio lazima kila suti nivae mimi. Nafikiri, na huo ndio uwezo. Na unapofika kwenye ulimwengu wa roho na lugha hiyo lugha huwa inawatambua watu wa namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho, na kuna kitu unakipata kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu huwezi ukaendesha kila gari, hauwezi. Kuna wakati inabidi unajifunza kukipenda ulichonacho. Upendo ni matokeo ya mazoea. Unakizoea mpaka unakipenda. Unajua mimi ningekuona mapema. Hata angekuona mapema wewe, angekutana na mtu mwingine, angemwambia hivyo hivyo, ningekuona mapema. Na hata angemuona huyo mapema wa pili, angekutana na watatu, angemwambia ningekuona mapema. Ndio maana Mungu hajakata huu mti, kwa sababu anatambulisha lugha ya kujidhabihu. Angeweza kuondokana, kwanza singeuumba. Vijana nisikizeni, muwe mna control appetite zenu. Kwa kila mtu nayemuona, ningependa kuwa na wewe, ningependa kuwa na wewe, ningependa kuwa na wewe, ningependa kuwa na wewe. Una mapepo, na mapepo yako ni makali sana. Yes. Wewe ukaona kila mtu akipata kitu unatamani, huyu amepata nafasi hii, unatamani, unawishi ningekuwa wewe ndani yako. Hilo pia ni pepo. Kuna vitu vingine watu wakipata, mtukuze Mungu kwa ajili yao. Mimi kama mchungaji siwezi nikatamani neema ya kila mchungaji. Kama yule amefanya hichi na mimi nifanye semina hii nifanye. Kuna watu wanaishi maisha hayo. Anaangalia nani amefanya nini na yeye sasa na mimi tutafanya semina kubwa. No. Hilo nalo ni nini? Ni pepo. Lazima nifike mahali ni appreciate ya kwamba kuna watu wana neema ya Mungu. Mungu amewapa neema yao na mimi amenipa neema yangu. Watashinda mechi zao, nitashinda mechi zangu. Watalima mraba wao, nitalima mraba wangu. Kila mtu atafanya kwenye eneo. Mwisho wa siku tunapokutana ile collective, ndio Yesu anatukuzwa. Wewe kuna vitu havitokei kwa sababu unataka kuwa wakala wa kila bidhaa, kila kitu, kila mtu. Mimi siwezi kuchunga kila mtu. For God's sake, siwezi kuwa mchungaji. Mimi sio Yesu. Yesu mwenyewe hakuchunga kila mtu. Imagine Yesu yuko duniani na kuna watu wasali kwenye kanisa la Yesu. Mimi ndo nianze kuumia kwa nini fulani asali kwangu? As long as asali kwa shetani. Kule nako wanasema Yesu ni Bwana. Wananena kwa lugha. Wanaomba. Mungu akubariki. You cannot be a voice to everyone. You cannot be everything to everyone. Hauwezi kuwa kila kitu kwa kila mtu. Kuna siku moja nilikuwa Clouds TV, wakaniuliza pastor, kuna Jimmy au nani, akaniuliza pastor, unafikiri nini siri ya success yako? Nikamwambia siri kubwa ya mimi ambacho chochote Mungu amenisaidia, mimi najua mimi ni nani na ninajua mimi sio nani. Watu wa Mungu, kama kuna mtu amerelax, hata nyewe mnaelewa, ni Pastor Fred. Mimi sitembei na trends. Na ndio maana trends zote zinazotembeaga, yani kwanza mimi ni upepo ukisha kuwa maarufu mimi ndo sifanye. Pili, mimi sifanye kazi kwa pressure. The more you pressure me, the more you get me out of space. Kwa sababu huyo sio mimi. So hapa anatuonyesha dhabihu kama uwezo wa kufanyaje, wa kujizuia. Anaposema itoeni miili yenu, maana yake kuna aspect. Wakati mwingine hata dhambi, tunaposema nimeangonya dhambi, ni uwezo wa kuto kufanyaje, kujizuia. Ni kuto kuielewa kanuni ya dhabihu. Kuto kuielewa kanuni ya dhabihu. Hapo wewe unatamani kila kitu alicho nacho mtu, ni uwezo wa kuto kujizuia. Mengine yakupita dada.
mambo vingine vinapita, na vinapita vinakuwa vilifanyaje? Vilipita. Na unapofika hapo sasa, ulimwengu wa roho huwa unaanza kujua, kwa sababu ulimwengu wa roho hauheshimu umri. Kwa sababu kumbuka, kwenye ulimwengu wa roho hakuna umri. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna space. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna time. Kwenye ulimwengu wa roho kuna lugha ambazo zikifanyika mtu anapata matokeo yale yale ya miaka 70 akiwa na miaka 20. Kanuni zina tabia ya kuwaheshimu ama kuwadharau watu. Yaani unaweza ukapata kile ambacho mtu wa miaka 100 kama angekuwepo angepata ukiwa na miaka 20. Na ndio maana ukiona kwenye Biblia kuna mtu anatawala akiwa na miaka 16. Kwa sababu gani? Anasema alijitia katika kumtafuta Bwana kwenye siku za Zakaria. Kwa sababu kanuni za ulimwengu wa roho zinaanza kuheshimu. So unapofika, una uwezo wa kuzuia baadhi ya vitu, una uwezo wa kusubirisha baadhi ya vitu. Ulimwengu wa roho unaanza kukutambua. Alafu kianza kukutambua, unaanza kuachilia resources, unaanza kuachilia materials, unaanza kuachilia vitu. Kwa sababu vitu hivi vyote vinavyotokea ukuaga vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu kuna mahali anasema mimi nitaamuru baraka. Kwa hiyo kumbe baraka uaga haiji kwa kutaka, inaamuliwa ije kwenye maisha. Kwa hiyo yani ulimwengu wa roho ukishaanza kuona umeanza kuishi kwenye hizi vitu, unaanza kuachilia, unaanza kuachilia, unaanza kuachilia, unaanza kuachilia, unaanza kuachilia. Anasema Bwana ataiamuru baraka ije katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, na atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Kwa kumbe hii baraka inafanyaje? Inaamuli. Lakini ili iamliwe lazima kuna kitu provoke kwenye ulimwengu wa roho, ili ulimwengu wa roho usiwe na kitu cha kushtaki. Kwa sababu kumbuka, chochote Mungu anachotaka kufanya kwako, ulimwengu wa roho unashtaki. Mabinti mko hapa, semeni amen. Uwezi ukawa unamlilia Mungu unataka mume, lakini una mtu unaye. Lakini sema pasa, lakini sio kama mimi nahusiana naye. Unahusiana naye. Yaani umemweka pending. Msiniangalie hivyo. Umemweka pending. Hii ndio michezo siku. Yaani mtu, yaani kama yupo kwenye mahusiano na mtu, kama hayupo, yaani anaona wakati nasubiria nione kama atakuwa serious au hayuko serious. Alafu unakuja hapa, baba, onekana. Baba anakuambia nionekanaje? Wewe mbona mbinguni unasoma? Bwana Mikaeli anaita na Gabrieli, wewe unaonaje huyu? Wanaangalia, mbona ameita baby? Imekuwaje tena? Akamwambia tayari. Nakumbuka mbinguni hakuna traditional marriage kama hizo huku, lazima yani wana utaratibu wao. Wanaona mbona huyu kama yupo na tayari ameshafungamana na mtu, alafu unakuja madhabahuni, baba onekana. Inagoma. Kama uko single, kuwa single blaza. Mimi hata nikiona vitu haviitiki, sio kama msizani kwamba sidhani mimi maombi yangu hayajibiwi. Najua tabia zenu nyendo ngumu. Mimi sinaelewa maombi yangu, nimeshatembea na Mungu. Huwa najua hao tayari wameshanasa mahali. Kwa ambia baba, shughulika nao tu, dili nao. Utatembea. Nakwambia ukweli. Yaani leo nilikwambia ukinielewa, Mungu atajibu maswali mengi mno ya maisha yako. Unajua mwisho wa siku ulimwengu wa roho haumanipulate. Yaani kwa sababu ulimwengu wa roho haupokei rushwa, ujue shangazi. Yaani ulimwengu wa roho upo, yani upo. Kwa unakupa perpendicular kulingana na kile unaenda nawe, kulingana na kile ambacho unatembea nacho. Unasema mimi mbona hao niliwatangulia? Uliwatangulia. Lakini wakati umetangulia, wenzako walieleweka, wewe hukueleweka. Ulimwengu wa roho ukapik. Wao kimya na upenda. So unanielewa hicho kitu? Sio kama kuna mtu ananielewa? Kwa nimekwambia uwezo wa kufanyaje? Wa kujizuia ukiwa na nguvu ya kuamua. Kumbuka Mungu hakati mti, lakini pia hamnyang'anyi mtu mamlaka
ya kuchuma au kuto kuchuma. That is the trick part. Kwa unachagua mwenyewe. Niwafundisha siku moja vijana wangu, nilikuwa nafundisha kuhusu hela. Nikasema Mungu akishafungua milango ya fedha kwenye maisha yako, hakupangii matumizi. Yaani Mungu akifungua, akiamuru baraka ije, hapangi matumizi. Kwa baraka inaweza ikaja, wewe ukapiga, ukala, alafu kumbe kuna msimu wa miaka 7 ya njaa inakuja. Ukifika pale sio Mungu tena, ni akili yako. Naona mtu fulani akiinuka katika jina la Yesu. Yaani leo ninachokifanya leo ndio ibada ya ukombozi. Yaani leo ndio nafanya deliverance leo. Sema katika jina la Yesu. Shika kichwa chako, sema katika jina la Yesu. Ninapokea neema. Napokea neema ya kubadilishwa na neno hili katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi kama unapokea. Yaani leo sasa ndio tunafanya deliverance service. Kwa sababu najua kila eneo utaanza kuona kwa nini mimi nakwama. Yeah. Kujidhabihu ni kitu gani? Jambo la 3. Kujidhabihu ni tendo la kufanya ziada, kwenda zaidi ya kawaida. Watu wa Mungu, ili utoboe kiroho, kimwili, kimaisha, lazima uende kwenye ziada. Yaani lazima ufanye kitu cha ziada. Kwa sababu Mungu ikiwa hana upendeleo, anatuona wote kwenye mizani. Okay, kaa kwenye nafasi hii. Wewe ni HR. Umewaajiri watu. Wamekuja na CV zinazofanana. Na elimu inafanana. Na sifa zinazofanana. Na uwezo unaofanana. Be fair. Wako watu 3. Ni kitu gani unachoanza kukiangalia? Unaanza kuangalia mambo ya ziada. Kwa sababu hapo, yani uwezo wa kibinadamu wa kujaji umeisha. Lakini unaanza kuangalia mambo. Huyu mtu, hao wote wana master's degree, si ndivyo? Wote wamefanya kazi, wana experience ya miaka 5. Wote sijui wamefanya hichi. Wote inapofika pale, sasa ndio kuna details za ziada huwa zinaanza kuangaliwa. Huyu anaongea Kifaransa. Wanaanza kuona okay, wow. Huyu anaweza kutusaidia. Hapa huyu ana uwezo pale wa kitu fulani. Wanaona atatusaidia. Sasa you see, kujidhabihu pia ni kwenda kwenye ziada. And guess what? Moja kati ya kitu ambacho Mungu anakitegemea kwetu, anatutegemea sisi tuliookoka tufanye ziada. Yaani kuna namna lazima tufikiri kwa ziada. Bani kuonyesha andiko. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 mpaka 48. Utaona kuna kitu anakiandika hapo. Mathayo sura ya 5 mstari wa 44. Anasema, lakini mimi nawaambieni wapendeni adui zenu. Kule juu utakuja kugundua kulikuwa kuna mambo ya jino kwa jino, jicho kwa jicho, akikupiga piga. Yesu akaanza kusema, lakini mimi nawaambieni wapendeni. Kumbuka Mungu alipokuja alishasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. So Yesu ndo amekaa kwenye nafasi ya kusikilizwa sasa. Anasema lakini mimi nawaambieni. Manake unapoona kwenye Biblia Yesu anasema lakini mimi nawaambieni, kuna mtu mwingine aliwahi kuwaambia. Alafu yeye ndo anakuja kama final authority. Tuapige kelele haleluya. Lakini mimi nawaambieni wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Na uzuri, asante Yesu, mstari wa 44. Asante Yesu hakutupa pia hapa kwenye waombeni wanaowaudhi, hakutupa masaa ya kuomba. Kwa sababu ni maombi mazito kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaomba tu, Baba msaidie. Amen. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema ili mpate kuwa. Kwa unaona, kwa kufanya vile ndio kuna wapa ninyi DNA ya Baba yenu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye tabia yake, manake kama mnapiga wanaowapiga, Baba yenu yeye huwaangazia jua lake. Kumbuka hilo jua sio lao. I love this.
Ni jua la nani? Lake. Ni mali yake, ni uwezo wake, ipo kwenye maamuzi yake. Anawaangazia nini? Wema na waovu. Alafu fanyaje? Huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mstari unaofuata, ona, anasema maana mkiwapenda wanaowapenda, ninyi mwapata thawabu gani? So you see, anaanza kutuonyesha Yesu ya kwamba kuna ziada tunatakiwa kuwa nayo. Yaani sio tu kufanya mambo kwa watu watu wa Mungu. Watu wa Mungu, niangalieni. Maisha ya dhabihu. Mungu alipotaka kuniinua, alianza kuniitisha kuwaheshimu watu ambao wamedisrespect to the maximum level. Kuna wakati mtu aliwahi kuniandika kitu kibaya, ni mtu wa Mungu, alafu Roho wa Mungu akaniambia ndio nimtumie sadaka. Niwaambieni ukweli, ilikuwa ni wakati mgumu. Nikaanza kutafuta maandiko. Unajua sadaka ni kujiunganisha. Roho wa Mungu akaniambia hapana, wewe ndio unaelewa mambo ya kujiunganisha kuliko mimi. Ndio naunganisha, wewe unaelewa kuliko mimi. Tuma kitu hiyo. Na alijua mimi moyo wangu umekunja. I gave. So Mungu alikuwa na kitu anataka kunifundisha. Ukiishi na mimi kwa karibu sana, unaweza kunifahamu kuliko ukiishi na mimi kwa mbali. You'll be surprised with a lot of things. Mambo mengi ambayo unanitegemea siwezi kufanya, ndio huwa nayafanya. Sababu nimegundua Yesu ananitarajia niwe mtu wa ziada. Anasema mkiwapenda wanaowapenda mwapata thawabu gani? Kwa hiyo hapa nisikilize. Asante Roho Mtakatifu. Nisikilize hapa. Kwa hiyo kumbe kuna thawabu ipo katika upendo, kwa wakati mwingine kwa watu waliotuumiza. Na hii thawabu hatujawahi kuiona. Sababu wewe unayo thawabu ya waheshimu baba yako na mama yako, ili upate siku nyingi na miaka mingi. Sasa baba yako wewe unampenda kwa sababu ni baba yako. Sometimes in life utatakiwa kuwapa mkono wa shirika na kuwasaidia watu ambao unajua hata akitoka hapa atanitukana na atanishukuru. Na sijasema uwalete karibu yako, nimesema uwasaidie. Uwe unanisikiliza nachosema. Kabla hujaishi na Yuda, hakikisha wewe ni Yesu. Umesha master skills zake. Several times I do things kwa watu ambao sina. Huwa nimetoa shuhuda hii na sisemi kwa namna yoyote, naomba mnielewe na mnisaidie. Kuna watu Mungu amewahi kunipa msukumo wa kufanya kitu kwenye maisha yao, na aliwahi kunielekeza nitafute watu ambao hawanijui na mimi siwajui. Kwa kuna watu ni almost mwaka wa pili unaelekea, sijawahi kuwaona toka Nuhu ametoka na wanyama kwenye safina. Probably wao wananiona labda, lakini every month Mungu aliniambia niwe nawatumia mshahara, niwe nawatumia offering. Na wamekuwa na pastor, naomba nije kuonana na wewe. Ninamwambia siku nikiwa na muda nakwambia. I don't know them. Probably wananiona tu kwenye mitandao, labda na wananisikia, hawajawahi kuniona. Lakini ni karibu miaka 2. Every month nikishapata baraka yote ya Mungu, nikitoa fungu la 10, wa kwanza ni wao. Kwa sababu nimejua Mungu ananitarajia
kufanya ziada. Ni rahisi kumpa mama yako aliyekuzaa. Ni rahisi mimi kumpa hapa mshirika nikamuita mwanangu njoo, kwa sababu najua njoo, yani kwenye akili ya kawaida atatoa sadaka Jumapili kwenye kawaida. Hiyo ndio akili ya kawaida kijasiriamali ilivyo. Lakini akili ya Mungu kuna wakati inataka upande mbegu hata mahali ambapo hautaona mavuno yako wewe. Watu wa Mungu, kuna kipindi lazima tuwe na uwezo wa kufanya vitu ambavyo watoto wetu miaka ya mbele inayokuja watakuja kuishi, hata sisi tutakapokuwa hatupo wataishi katika neema, kwa sababu ya mbegu ambayo tuliwahi kupanda kwa watu tusiojua. Anasema mkiwapenda mnaowapenda mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, si wanafanya hayo hayo? Maana yake Mungu anachokisema, lazima kwenye kujidhabihu kuna ziada tufanye ambayo watu wa mataifa hawafanyi. Kuna level lazima twende ambayo watu wa mataifa hawaendi. Kuna namna lazima tuombe ambao watu wengine hawaombi. Kuna namna lazima utoe ambayo watu wengine hawatoi. Ziada. Nilikuja kugundua baraka za Mungu. Kuna wakati unaweza kuona mtu anabarikiwa, alafu nadhani kama ni matokeo tu. Siku moja kwa unyenyekevu sana mbele za Bwana, aliwahi kuniambia, akaniambia usikate kitovu kutokea kwenye tumbo la baba yako katika imani. Nikauliza, na nisikataje kitovu? Akaniambia sadaka zako zisikauke kwenye maisha yake. And I decided to give. Nikawa natoa randomly, yani bila utaratibu. Kuna saa nikilala hivi nikisikia toa, nachukua simu. Sasa ni nini ninachokufundisha hapa? Ziada. Sasa it is not about that money I gave. Ni kwa habari ya moyo na lugha hii ya kujidhabihu, ambayo ule moyo, kwa sababu moyo ukiwa sahihi ndio sadaka inapokelewa. Wewe toa unavyotoa, huku ndani kinachofanya ulimwengu wa roho react ni kwa nini umetoa. Alafu kumbe katika kutoa ndio kuna dhana ya kufanyaje, ya kujidhabihu ikatokea. Kwa hiyo kuna wakati unaona milango inafunguka ambayo hujui imetokea wapi. Kumbe kuna mtu akikaa anawaza ziada. Unajua kuna wakati watu wanaweza kukukosea na ukachagua kuwa mwema kwao. Ulichokifanya katika ulimwengu wa roho, umemtambulisha Mungu kwenye maisha yao. Ndio maisha ya daba. Nisikilize. Ndio maana Jacob anapokutana na Esau, baada ya Jacob kuiba haki ya uzaliwa wa kwanza ya Esau, nafikiri kitabu cha Mwanzo sura 32 mistari ya mbele kule, baada ya kumfanyia unyama, alafu Biblia inasema Esau akampokea akamkumbatia. Jacob anasema hivi, tafadhali pokea zawadi yangu ndugu yangu, maana kuonana na wewe ni sawa na kuuona uso wa Mungu. Kwa nini yafananishe kuonana na mwanadamu sawa na kuona uso wa Mungu? Ameona upendo wa ziada. Yani kwamba huyu mtu, kwa sababu nilimuibia, na sikumuibia nyumba, gari, nilimuibia haki yake ya uzaliwa wa kwanza ambayo ndio kitu cha maisha, lakini nimekutana naye, amenikumbatia, amenipokea. Huyu sio kawaida, Mungu yuko ndani yake. Ndio maana Jacob anaandika, kuonana na wewe ni sawa na nimeonana na Mungu uso kwa uso. Biblia inasema Jacob akasujudu. Hakumsujudia Esau. Alikiona kitu ndani ya Esau, akaja kugundua kuna moyo wa Mungu uko ndani ya mtu huyu. Ninakuombea katika kujidhabihu, Mungu akupe moyo wa Mungu ndani yako. Umetendwa vibaya, nirudishe Mathayo niliyokuwa naisoma pale, sijamaliza andiko. Umetenda vibaya, umetendewa vibaya, lakini Mungu akupe moyo. Anasema mkiwapenda mpata thawabu gani? Hata watoza ushuru wanafanya hivyo. Ona mstari unaofuata 47. Anasema tena nawaambia, tena mkiwaamkia ndugu zenu tu,
mnatenda tendo gani la ziada? Hiyo ndio nilikuwa naitafuta. 1 2 3 soma. 1 2 3 soma. Mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi sawa na hayo? So you see anachokitamka hapa. Hebu niweke kwenye amplified, pengine utaona vizuri. Mungu anatutegemea kwenye kujidhabihu. Yaani kujidhabihu ni kufanya kitu cha nini? Cha ziada. Nisaidie kumhubiria jirani yako, mwambie Mungu anakutegemea ufanye jambo la ziada. Amplified anaandika, anasema and if you greet only your brothers. Alafu kwenye mabano anaandika, anasemaje? Wishing them God blessing and peace. What more, kwenye mabano, than others you are doing. Alafu hapa kule ametumia manini watoza ushuru, lakini hapa anatumia do not even Gentiles, wasioamini hawafanyi hivyo. So hii lugha ya kudhabihu inatupeleka mahali pa kufanya kitu ambacho ni cha ziada. Sasa hiyo nimekuongezea aspect nyingine, lakini kwenye ulimwengu pia wa maisha ya kawaida ya kufanikiwa, hauna ziada, hauna matokeo ya ziada. Uwezi ukafanya jambo lile lile kwa njia ile ile na watu wale wale ukategemea matokeo tofauti. Yaani wote hamwezi kuwa mnaamka saa 2, mnaenda, mnatoka saa 7 lunch, saa 11 wote kila mtu anarudi nyumbani. Wote hamwezi mkafanya kitu kile kile mkatofautiana. Never. Kuna mtu mmoja kwenye grupu lenu, wakati nyinyi mnarudi saa 11, yeye huwa anapitiliza mahali. Weza vipi? Anakuambia bwana, nasoma, lakini nasoma chuo ulia jioni. Wewe wakati unaenda kulala saa 4, yeye huwa anaamka, anapitia vitabu, anapitia vitu. Mimi naambia, mimi nikiendaga kuhubiri mahali watu, pastor, neema ya Mungu, pastor, Mungu, powerful. Naomba kitambaa chako. Mwambia ni kitambaa, chukua mtumishi wa Mungu. Unadhani ni kitambaa hiki? Basi unajua manto. Mwambia sawa kiongozi, atachukua. Ananagawa sana vitambaa, chukua. Nampa kitambaa utakayotumia. Hichi ni sehemu ndogo sana. Lakini ukitaka neema, uuliza, wewe unafanyaje? Ndio maana kuna mtu akaniuliza, pastor niambie, lakini usiniambie maombi. Maana alijua nitasema maombi, ila akaniambia na mimi nafanyaje? Huwa naomba. Issue, unaombaje? Kwa sababu kama wote tunaomba, ndio tunakuja kugundua ili Elijah aivute mvua aliyoifunga, aliomba. Biblia inasema, ukienda kule kunasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, mwenye tabia sawa na sisi, ila aliomba mvua isinyeshe na haikunyesha, na tena akaomba tena mvua ifunguke na ikafunguka. Wewe unalishika hilo neno aliomba, baadaye kurudi kwenye Wafalme kuangalia aliombaje. Unafikiri alifungua mvua na kufunga kwa sala ya baba yetu? Tupe leo mkate wetu kila siku. No. Ukirudi kule, andika hapo Yakobo 5. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, mwenye tabia sawa na sisi, akaomba kwa bidii mvua inyeshe. Kwa hiyo unaona pale anatuonyesha tu aliomba kwa bidii. Lakini ukienda kwa bidii, hebu nitafutie Wafalme, si ni Wafalme wangapi? Nitafutie ile andiko la kule uone hiyo bidii ambayo anaizungumzia hapo. Sababu kuna mtu anasema, "Bwana mimi nimeomba." Yaani wewe hicho kifungo umeingia baada ya kuwa mraibu wa miaka 16. Alafu unaomba maombi ya wiki. Natoka. Unafika, unajua pastor mimi nimeomba sana, lakini sijaona Mungu akitenda. Umeomba sana. Wewe tukuonyesha Elia. Ikawa okay, rudi kuanzia mstari wa 42 pale. Kuanzia mstari wa 40 pale. Anasema mstari wa 40, anasema Elia akamwambia wakamateni, akawaua huko. Mstari wa 41 anasema kitu gani?
Naye Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka ule, kwani pana sauti ya mvua tele. Watu wa Mungu, usipende kutoa matamko hadharani kama hauna chumba cha siri, kwa sababu ukishamaliza kutoa tamko hadharani lazima urudi ujifungie sirini. Hii ilikuwa ni declaration ya kwamba patakuwa pana sauti ya mvua tele, ila hiyo sauti kiukweli Ahabu hajaisikia, hata yeye mwenyewe Elia kwenye masikio haya hajasikia, ila kuna mahali aliisikia hiyo sauti kwenye ulimwengu wa roho. Alipoisikia, kazi kubwa ilikuwa ni kuihamisha kutoka kwenye ulimwengu wa roho alikoisikia, kuifanya hiyo sauti ije kumanifest kwenye. Ndio hicho tunachotofautiana. Maana yake hata wewe kwenye ulimwengu wa roho ulisikia haya ni majira yangu, ila tofauti yako wewe na mtu ambaye majira yake yalithibitika, kuna kazi aliifanya kwenda kuyafanya majira ya ulimwengu wa roho ya manifest kwenye ulimwengu wa mwili. Na hiyo kazi hapo katikati ndio inaitwa kufanyaje? Kujidhabihu. Kujidhabihu. Anasema naye akamwambia, ona mstari unaofuata. Biblia inasema basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Ameshahakikishiwa. Kumbuka, wanaotamkiwa wao wanapokeaga tu, ila wanaotengeneza, na ndio maana wana wa Israeli walikuwa wanayajua matendo ya Mungu, lakini Musa alikuwa anaujua mkono, kwa sababu matendo ni matokeo ya mkono. Naye akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Kwanza, ngoma ya kwanza, dhabihu. Haya maombi uombei popote. Haya maombi ni maombi ya kileleni. Nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, Yesu, nikuone ukipanda na kushuka, nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, Yesu, nikuone wewe. Come on. Nikuone ukipanda na kushuka. Binasema akapanda hata kilele cha mlima Karmeli. Alipofika kwenye kilele cha mlima Karmeli, kuna kitu nasiona, anasema akasujudu kifudifudi. Anaanza kutuonyesha bidii. Manake haikuwa tu bidii ya kuomba, ilikuwa ni bidii hata ya namna ya kuomba. Nao kifudifudi huwa tunasujudu wote, lakini huyu akafanya ziada. Hakusujudu kifudifudi akamaliza. Aliposujudu kifudifudi akainama uso mpaka magotini. Nilikuwa nasoma wako nasema alikaa posture ya kama mtu anayetaka kuzaa kitu. Alafu angalia kitu kinachofuata. Hajamaliza, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa ukatazame upande wa bahari. Akakwea na tazama, anasema akakwea na tazama na kusema hakuna kitu. Naye akanena, nenda tena mara 7. Nao hapa anakuonyesha alimwambia nenda tena mara 7, lakini the real story ni hivi. Alisujudu mara ya kwanza kifudifudi, uso wake ukiwa yani mguu mmoja kushoto, mguu mwingine kulia, kichwa hakijapiga kwenye magoti, kiko katikati ya ardhi. Kapiga mara ya kwanza, hakuna kilichotokea. Alipomwambia hakuna kilichotokea, maana yake akaomba tena mara ya pili, akamwambia nenda, ikakataa. Akamwambia sijaona. Akaomba tena mara ya 3, na hatujaambiwa ni maombi ya masaa 2, ni maombi ya masaa 7, ni maombi ya siku 7, ni maombi ya siku 1. Hatujaambiwa ni maombi ya siku 2, hatujaambiwa ni mfungo ulichukua siku ngapi, hatujaambiwa. Ile tunaambiwa akaomba tena mara ya 4, akamwambia nenda tena mara ya 5, nenda tena mara ya 6, nenda tena
tena mara ya 7. Alipofika mara ya 7, mstari unaofuata ndio anasema kitu gani? Anasema ikawa mara ya 7. Ikawa baada ya lugha ya dhabihu kusikika, ikawa. Ninaomba itaandikwa kwako, ikawa mara nyingine ulipoomba, ikawa mara nyingine ulipomtolea Bwana, ikawa mara nyingine ulipomwamini Bwana, ikawa mara nyingine uliposimama madhabahuni, ikawa mara nyingine ulipojidhabihu kufunga, ikawa. Sema itakuwa kwangu. Come on somebody, piga kelele, itakuwa kwangu. Piga kelele, itakuwa kwangu. Anasema ikawa mara ya 7, akasema tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo lidogo kama mkono wa mtu. Akanena, sasa nenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Kumbuka kule alisema nasikia sauti ya mvua, huyu anasema naona wingu dogo. Maana yake ana connect nilichokisikia finally kimeonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini hichi mpaka amekisikia kutokea kwenye nini? Dhabihu. Niko hapa kukwambia, uliomba, lakini omba tena. Omba tena. Uliomba, omba tena. Uliomba tena, omba tena. Uliomba tena, omba tena. Ulimwamini Mungu tena, mwamini tena. Ulimtumikia tena, mtumikie tena. Ulimpenda tena, mpende tena. Ulifanya tena, fanya tena. Maana katika dhabihu hii ndio kuna kitu kinatoka. Katika dhabihu ndio kuna kitu kinatoka. Kwa umegundua kuna wakati hata watu wa dunia wanatushinda. They are working hard. They are praying hard. They are giving hard. They are sowing hard. Lakini sisi kazi yetu kusema mimi nilishaomba. Nimeomba sana. Sana ipi? Nani aliyekuambia ni sana? Hiyo sana inafanana na anga la mahali palipo kuzuia? Ama hiyo sana ni kulinganisha na siku ambazo ulijiwekea? Kwa sababu kumbuka hata Danieli anaomba maombi siku 21 akiwa hajapanga kuomba maombi siku 21. Lakini mazingira yanamwambia nenda tena. Dhabihu inaenda tena. Dhabihu inapopokelewa inafika mahali inafungua. Kuna kitu ulifanya, fanya tena. Ulimtumikia Mungu, mtumikie tena. Ulimwamini Bwana, mwamini tena. Kwa sababu dhabihu haijawahi kumwacha mtu. Dhabihu haijawahi. Watu wa Mungu wanaambia watu, pengine wananiona sasa hivi, pengine wananiona leo, lakini injili hii sasa nimeihubiri kwa miaka 14. Yaani manake mimi nimeanza kuhubiri nikiwa niko darasani. Wakati mmeniona ilikuwa nilikuwa ni baadaye sana. Mimi nimefanya kazi, hakuna kazi nyingine nimewahi kufanya. Nilifanya kazi miezi 3 tu, nikaresign kazi. Kazi yangu yote toka mwaka huo nilipotoka chuo mpaka leo nimekuwa nafanya kazi hii. Nimekuwa nasema maneno haya. Miaka hiyo yote hakuna kitu kilitokea. Miaka hiyo yote nilikuwa nahubiri neno la imani. Moja kati ya strength Mungu alionipa mimi ni neno la imani. Nilikuwa nahubiri neno la imani. Maisha yangu haya display imani. Wakati huo wote nilikuwa natamka mambo makuu. Matter of fact, haya mambo nayowaambia ni mambo nilikuwa nayasema miaka yangu yote. Hivi vitu vinavyotokea leo ni vitu ambavyo nilikuwa navisema miaka yote. Mimi mara ya kwanza Mungu ananiambia nitajenga mji wa Mungu, mara ya kwanza ni miaka 12 iliyopita. Na nilisema kama itatokea kesho, na haikutokea. Mungu aliniambia nitahubiri viwanja vya watu vikiwa vimejaa. Nilihubiri kumbi za watu 100 zilikuwa hazijajaa. Nilihubiri kumbi za watu 50 zilikuwa hazijajaa. Mungu aliniambia nitakupeleka mataifa. Kila wakati mataifa yalikuwa yafanya hayafunguki. Sina hata pasipoti ya kuvuka, ilikuwa haitokei. Lakini nilihubiri tena na tena.
Mungu aliniambia nitakuheshimisha. Nilihubiri na sikuwahi kuona heshima, na zaidi sana kwa kadiri nilivyokuwa na ubiri nafanya matendo makuu ya Mungu, nilikuwa naona kudharauliwa. Lakini nilifanya tena na tena na tena na tena. Leo hii nimesimama hapa kama shahidi ya kwamba dhabihu katika ulimwengu wa roho ambayo Bwana kwa neema yake alinipa kuifanya tena, nikaifanya tena na tena, leo imeitika, imekubalika kwa neema ya Bwana. Leo unahitaji kuwa na nguvu sana kunidharau, unahitaji kuwa na kiburi sana kutokuona Mungu anachokifanya, lakini haikuwa hivyo wakati wote. Ninasema nini? Naongea na mtu unasema nimekaa muda mrefu. Huo muda haujatosha kwa Mungu, maana Mungu kuna kitu kikubwa anakitengeneza. Jengo linavyozidi kwenda kubwa linaanza kupotea chini kwanza kabla lijapanda juu. Ninaona Bwana anayatumia maisha yako kufanya msingi. Unasema mbona nimeombea hii kazi kwa muda wa miaka mingi? Nakwambia omba tena leo. Yatoe madhabihu maisha yako dhabihu katika maombi. Unasema mbona nimemwamini Bwana? Yatoe maisha yako dhabihu katika maombi. Tena nenda tena fanya. Lakini ipo siku katika jina la Yesu ninatabiri juu ya maisha yako ya kwamba Bwana atakuinua na utafika mahali ambapo utawaambia watu wengine kile ambacho nilikiomba, kile ambacho nilimwamini Bwana, kile ambacho nilikiita kwenye uwepo wa Bwana. Come on. Kile ambacho nilikifanya kwa Bwana kimeitika kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ninatamka kama kinywa cha Bwana kwenye maisha yako ya kwamba leo ni siku ambayo umejua ile roho ya kukata tamaa ndani yako ya kwamba mbona sioni mlango ukifunguka. Leo Bwana amekuponya, leo Bwana amekusaidia, leo Bwana amekuinua, leo Bwana amekutokea. Unainuka na nguvu isiyo ya kawaida, unainuka na neema isiyo ya kawaida, unainuka na mkono wa Bwana usio wa kawaida, unainuka na kibali cha Bwana kisicho cha kawaida. Nyosha mikono yako juu, anza tu kumuomba Bwana, anza kumtamkia Bwana yale mambo ambayo yamekuwa ni ya muda mrefu kwenye moyo wako, ambao unajua yamekuwa ni ya muda kwenye moyo wako. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, sijakata tamaa, sijakata tamaa. Nimejua kuhusu dhabihu ni kufanya ziada, ni kufanya ziada. Nitafanya ziada tena, nitaenda ziada tena. Paza sauti yako, paza sauti yako, paza sauti yako kwa Bwana, paza sauti yako kwa